Ngoja nikuelekeze kidogo na Mungu akusaidie. Sema amina kubwa. Amen. Haleluya. Aina 7 hivi za unafiki. Aina 7 za unafiki. Aina ya kwanza. Aina ya kwanza ni kuwa na elimu ya dunia bila kuwa na elimu ya Mungu. Huo ni unafiki. Ni kuwa na elimu ya dunia, yaani unakuwa na elimu ya dunia, mwelefu wa mambo ya dunia. Ukimuuliza vidonge, unaweza ukaeleza vidonge vyote vya matumizi, lakini ufahamu wa kiroho una. Huo ni unafiki tu. Ukimwambia jua huwa linakuwa kali muda gani, si utaeleza? Linakuwaga kali masaa fulani, lakini elimu ya kiroho huna. Ukimwambia aina za mbolea zote na matumizi yake, zote zimejaa kwako, lakini mbolea za kiroho na matumizi ya kiroho ya roho yako, hiyo hujui. Huo ni unafiki tu. Haleluya. Amen. Ukimuuliza habari ya muda wa kulala muhimu, atakwambia saa ya kulala ni hii na saa ya kuamka ni hii. Muulize namna kufua nguo, ni mtaalamu wa kufua nguo na aina za kuanika nguo. Yaani watu wanaofahamu mpaka aina za kuanika nguo, ana ufahamu huo. Muulize mambo ya rohoni, haelewi. Muulize namna kunyonyesha mtoto, atakufundisha namna muhimu ya kufundisha kunyonyesha mtoto. Na ziwa ulishikeje? Sio ziwa unashika tu, kuna namna ya kushika ziwa. Muulize huyo, anaelewa. Lakini mambo ya Mungu hana. Huo ni unafiki tu, na wewe ni mnafiki miongoni mwa wanafiki wengine. Injili ya Luka 12:50. Ngoja niwapate wasomaji kama nitawapata hapa. Wasomaji, Injili ya Luka 12:54 mpaka 57. Shughulike na unafiki kidogo hapa, au tuende kwenye somo la leo. Luka 12:54 hadi 57. Kwa jina la Yesu nasoma. Akawaambia makutano pia, kila muonapo wingu likizuka pande za magharibi, mara husema mvua inakuja, ikawa hivyo. Na kila ivumapo kaskazi husema kutakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Enyi wanafiki, mwajua kuutambua uso wa nchi na mbingu. Imekuwaje? Imekuwaje basi kuwa hamjui kutambua majira haya? Na mbona ninyi wenyewe kwa nafsi zenu hamuamui yaliyo haki? Wanajua kuyatambua majira, nyakati na nini, lakini majira ya Yesu kurudi, majira ya siku za mwisho hawayajui. Unajua majira ya kupanda, unajua majira ya kuvuna, lakini kwamba majira haya kiroho ni majira ya namna gani hauelewi. Huo ni unafiki tu. Jina la Bwana libarikiwe. Kama wewe sio mnafiki, ndio maana wakati wa mavuno unapokaribia, unajua ni majira ya kuvuna, unaandaa kihenge, unaandaa vya kuvunia, kwa sababu ni majira yanaonyesha. Lakini angalia, Yesu anarudi, unaona? Uone unafiki moja. Namba 1. Namba 2. Namba 2 ya unafiki ni kufahamu ukweli halafu unauficha. Namba 2 ya unafiki ni kuufahamu ukweli, unaujua ukweli wa jambo,
lakini unauficha, hautaki kuuweka wazi, hautaki kuwa shahidi wa huo ukweli, hutaki kuwa unajua ukweli wa uamsho, ukweli wa sifa, ukweli wa maabudu, ukweli wa kitu ambacho Mungu anakitaka kwa majira kama haya, lakini hutaki kuuweka wazi na kuutumikia na kuambia watu wengine. Unanyamaza, ni unafiki tu. Unajua ukweli wa matengenezo, kwamba ili Mungu atembee lazima watu waingie kwenye matengenezo. Bila matengenezo Mungu hafanyi kazi. Unauelewa, lakini waambii watu. Huo ni unafiki tu. Unaelewa Mungu, watu wasipotengeneza, Roho Mtakatifu hayupo, hatembei. Matengenezo yamebeba nguvu za Mungu kuwaambii watu na huwaandai watu. Ni unafiki tu. Injili ya Mathayo mlango wa 23 mstari wa 13. 23 mstari wa 13. Kwa jina la Yesu. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachii waingie. Amen. Haleluya. Hao ni Mafarisayo, wanafiki. Wanauelewa ufalme wa mbinguni, wenyewe hawaingii wala hawaachii watu wengine waingie. Wao ni unafiki. Haleluya. Amina. Ufarisayo ni nini? Ni kuijua elimu ya Biblia. Ufarisayo ni kuijua elimu ya Biblia, lakini mnaijua kwa mwili na hamuwaruhusu watu waingie wa ufaidi. Mnakataa, mnawafungia watu. Wewe ni unafiki tu. Sasa haijalishi una cheo cha namna gani, wewe ni mnafiki tu. Hausemi ukweli kabisa, uelezi. Unajua mtu bila kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu haendi mbinguni. Wewe unasema polepole. Wewe unajua kwamba hapana, mtu yeyote ambaye maisha yake hajatengeneza, hajaokoka, hawezi kaenda mbinguni. Humwambii. Sema ila tuna mabadiliko ni ya polepole. Ulizo kufa kama tunakufa polepole. Hatuvi polepole, saa ya kufa ni kufa. Waambieni watu watengeneze. Waambieni watu wamtafute Mungu kwa roho ya kweli. Sio swala la kujifurahisha. Yatatukuta. Ni afadhali mtu yeyote asiyepewa huduma ya kusimama katikati ya watu kuliko mziliyepewa hiyo huduma. Mnasimama mbele ya watu afu amwambii watu ukweli. Mnaleta porojo, subiri aje mwenyewe. Mnaufahamu ukweli kabisa, mtaki kuweka vizuri. Anakuja na mawingu. Amen. Na kila jicho tamwona. Unafiki. Unafiki wa tatu, kuona udhaifu wa mwingine kuliko wa kwako ni unafiki. Unafiki wa tatu, kuona udhaifu wa mtu mwingine kuliko wa kwako, huo ni unafiki. Wewe hujafua nguo, unaanza kumhukumu mwingine. Wewe hujafua nguo, mbona na za kwako hujafua? Huo ni unafiki tu. Hujaoga, unaweza kusema wewe mafulani leo hujaoga. Mbona na wewe hujaoga? Huo ni unafiki. Kuona udhaifu wa mtu mwingine kuliko wa kwako ni unafiki. Injili ya Mathayo 7:3-5. Injili ya Mathayo mlango wa 7 mstari wa 3 mpaka wa 5. Kwa jina la Yesu nasoma.
Basi mbona ukitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe! Itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Amen. Haleluya. Amen. Tengeneza ya kwako kwanza, ndio katengeneze na ya mwenzako. Anza na ya kwako, maliza na ya wengine. Usianze na ya wengine wakati ya kwako bado yapo. Wewe utaitwa mnafiki. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hata Yesu alishuka Yerusalemu, Roho Mtakatifu alishuka Yerusalemu pale kwanza, ndo aende Samaria. Mpaka aende wapi? Aende Njombe. Lakini kwanza alishukia Yerusalemu. Kwa nini nchi ya Yerusalemu? Ni nchi ya kiagano, kibibilia, mji wa Mungu kibibilia. Alishuka pale kwanza. Haleluya. Amen. Ndio maana Biblia inasema injili lazima ianzie nyumbani. Uwezi ukasema unawapenda watu wakati nyumbani mwako uwapendi. Uwezi ukawapa watu vyakula wakati nyumbani mwako hujawapa vyakula. Uwezi ukawapa watu nguo wakati watu wako hawana nguo. Uwezi. Wewe ni mnafiki tu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni unafiki, na huu unatokana na watu ambao hawajazaliwa kwa Roho. Ukiona umeshinda unafiki, wewe umezaliwa kwa Roho. Bwana tusaidie. Amen. Bwana tusaidie. Amen. Unapofanya jambo lazima ujihukumu mwenyewe kwamba mimi je? Tumisha nasimama anafundisha mbele, yeye yanamhusu? Maana unapofundisha lazima ujue, wewe mwenyewe hayo unayofundisha yanakuhusu au yanawahusu wale? Kama yanawahusu wale, wewe ni mnafiki tu. Anza na wewe. Kuna wakati mwingine mtu anasema lakini mimi unajua ni dhaifu, na mimi ni mwanadamu kama wewe. Msiangalie ya kwangu, mimi ni chombo tu. Kwa muangalie ninayosema. Hizo ni porojo tu. Hizo ni porojo tu na siasa kanisani. Biblia inatuambia wewe ni kielelezo. Lazima tukuangalie wewe. Ndio maana mtumishi unaposimama, unasimama na Biblia mbili. Ya kwanza ni wewe mwenyewe, ya pili hii hapa. Kwa lazima tukusome wewe, tukubaliane na wewe, baadaye ulete neno. Unapolileta neno tunasema sawa sawa na ulivyo. Amen. Haleluya. 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 Ndio maana Biblia tangu Agano la Kale lilishuhudia mtu anayechaguliwa asimame katikati ya madhabahu. Aliambiwa lazima kwanza ashuhudiwe na watu kuwa ni mwema, watu wasiwe na neno juu yake. Amen. Watu waseme amen, na kanisani waseme amen. Oza. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Leo unafiki umejichukulia umaarufu kweli. Mtu anaimba anatupeleka rohoni, yeye yuko mwilini. Tunakuweje rohoni sisi wakati wewe uko mwilini? Unatuongoza njia ambayo wewe hujawahi enda. Nenda wewe kwanza. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nenda wewe kwanza, ukafike wewe kwanza, utupeleke wewe, uwe mwenyeji wetu. Sasa tuongoze kwamba kwenyewe ni huku. Amen. Aliye karibu na wewe msalimie. Muulize, wewe ni mnafiki? Aweza kawa ni anajua kwamba nini ninakifanya. Anaonekana mkweli kwa watu. Yaani ukweli unatengenezwa, unakaa kwenye mdomo na unyenyekevu wa mdomo. Fuatilia maisha anayoishi. Hatari. Wani unafiki tu.
Haleluya, amen. Haleluya, amen. Unafiki ni mbaya. Unaweza kaongozana na mtu nafikiri yuko pamoja na wewe, kumbe anakula kwako, na utaenda kuomba ushauri, kumbe naomba ushauri kwa simba. Kujitetea kwako itakuwa ni hatari, itakuwa ni hatari. Haleluya, amina. Wanafiki, kama kuna watu wa kukimbia, mimi ninakushauri mkimbie mtu anayeitwa mnafiki, na kusii katika jina la Yesu. Kimbia mtu anayeitwa mnafiki, kimbia huyu. Wala usiseme lakini mimi nitajitetea. Wana tekniki nyingi sana. Yaani mnafiki anaweza kuomba, anaigiza mpaka kunena kwa lugha. Kama wewe una sandara na yeye ana sandara. Unatoa sadaka na yeye anatoa sadaka. Unaenda kwenye maombi na yeye ana mzigo wa maombi. Wewe usicheze na mtu anaitwa mnafiki. Labda kama hujamfahamu. Wewe muone mtu anaitwa Yuda Iskariote. Anaenda ametengeneza kikosi chake huku maalumu, kina silaha, amekipa ishara. Jamani, Yesu anafanana na watu wenza, na watu wake na wanafunzi wake. Kwa hiyo mtamuona, mimi namuelewa kumtofautisha na wengine. Kwa hiyo mtakaye muona wengine napita nasalimia tu, ujue ni wa kawaida tu, ni wanafunzi kama mimi. Ila yeye utakayeona ninapiga magoti na msujudia, huyo ndo mwenyewe, kamata. Kwa wale wanaangalia ishara aliyowekea, anapita pale. Jamani, Bwana Yesu asifiwe, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Za huduma nzuri. Bwana Yesu asifiwe, amen. Za huduma nzuri. Anafika kwao, anamsalimia kwa kubusu. Alafu Yesu anasema, Yuda, wanafikie wengine, sio mimi. Unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Yesu anaona ndani. Wanafiki walikwama kwa Yesu, maana Yesu alikuwa anaona kwa ndani. Kwa nje uwezi. Ndio maana Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi, siku za mwisho watatokea manabii wa uongo. Kwa nje wataonekana kondoo. Yaani watauvaa ulokole wa nje, ukondoo wa nje, ndani mbuzi kwa ndani. Nje kondoo, ndani mbuzi. Utawajue. Maana umbuzi uko kwa ndani, uchafu uko kwa ndani, hauko nje. Nje wameoga, wamepaka na mafuta. Mnapanga semina, wao wanapanga pamoja, wanatoa na michango. Moyoni wanasema, hizo hela wangenipa mimi, basi tumepishana mawazo. Mnafiki usicheze naye. Kama umuwezi kisha gundua tu, kimbia. Maana mnafiki mmoja ana sura nyingi kama kinyonga. Mnafiki ana maneno mengi ya upole, ya ukali, ya namna zote, ya kulemba, anajua, ya kukusogeza ili akupige kirahisi. Na ni kifaa ambacho shetani anakiamini kweli. Mtu huyu anaitwa mnafiki. Huyu anamanika. Maana ni kalama ya shetani inayomletea mazao makubwa. Huyu jiponye wewe. Amen. Jiponye wewe. Amen. Ndio maana mwanaume akiwa mnafiki atakuja kwako, atasema mimi nakupenda wewe tu, wengine siwafahamu. Mtoto wa pale amezaliwa masikio ya kwake, ya kwake mwenyewe, lakini kwako nakupenda wewe tu peke yako. Nafikiri hatari. Anakwambia sina hela hapa nilipo, sina hela, unanijua. Lakini kumbe ana hela na watu wengine wanajua, ila wewe hujui. Akifika buchani, lete kilo moja, choma hapa. Nyumbani matembele.
Ndio maana utashangaa mitaani wanamfahamu mume wako kwa jina lingine, na huko nyumbani wanafahamu kwa jina lingine. Ni huyo huyo. Nafiki ni hatari. Haleluya, jamani, haleluya. Nisaidie tena kumuuliza huyo jirani yako, wewe ni mnafiki? Mwambie sema ukweli. Nafiki wa 4, unapotoa sadaka au kusaidia mtu kwa kusudi la kutazamwa na watu. Unapotoa sadaka au kusaidia mtu kwa kusudi la kutazamwa na watu, huo ni unafiki. Unatoa sadaka kweli, unasaidia watu kweli, lakini lengo lako ni nini? Lengo ulilo nalo wewe ni nini? Ili watu wakusifu, ili watu wakupongeze, wewe ni mnafiki tu. Injili ya Mathayo mlango wa 6 mstari wa 1 mpaka wa 2. Kwa jina la Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yako, kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amen. Au unawasaidia watu, lakini ukiwa na lengo watu wakusifu, watu wakuone, watu wakupongeze, wewe ni mnafiki tu. Ndio maana hata mtu akija nyumbani kwako, umempakulia chakula, amekula, halafu anakuja mwingine tena unatangaza, unajua amekuja na hapa fulani amekula. Yaani rafiki yangu, ningejua wewe umekuja nisingempa aliyepita. Sasa sikujua wewe rafiki yangu kabisa, amekuja fulani. Sasa wewe aliomba hicho chakula, si wewe mwenyewe? Tena umemlazimisha ile ya kibena, kula. Kwani tunalia na chakula? Au umeona tumesonga mbichi? Kwani unaoneje? Unajisikiaje? Lakini mbona wenzako tunakosa amani unapokosa kula? Ukila tena wanaanza kusema huyu alage vya wenzake, vya kwake usiseme. Sasa usi unafiki mkubwa. Unajua kuna unafiki wenye vijukuu, ndio aina hizi. Unamshurutisha mwenyewe, alikuwa anajikatalia asile, umembembeleza wewe, umemshurutisha wewe, hapo amekula, baadaye unaanza kumnungunikia, nyuma unasema mbinguni uendi, na umejipalulia mkaa ya moto. Mungu ana neno na wewe. Umefanya kitu ambacho sio cha ufalme wa Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Itika kwa nguvu kama uko hapa. Yaani Mungu anatafuta waliozaliwa mara ya pili kwa roho na kwa maji, kama wapo hapa. Na kule utakako rudi Jumatatu ukawafuatiliage. Kipimo ni hiki, wala sio cha kupeleleza hapa. Ukiona mtu hapa vipimo vinakataa, huyu tayari. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana kuna mnafiki mwingine unaosikiona huduma za mbali anaenda. Yaani kama vile mimi, wakiniita Masigu naenda, Igodiva naenda, Mdando naenda, huko naenda. Nikifika nyumbani, ibada za nyumbani sifanyi, nakaa. Au nasikia kwamba yaani mwenzenu unatembea, kwa hiyo nikipata kamuda
Anatafuta nifidie muda. Unafidia na kipindi cha ibada. Mpagani kabisa. Saa ya ibada. Hakuna tuone kiumbe chochote kinatembea shambani. Tuione kiumbe kinatembea ibadani, kinaabudu ibadani. Hiki ndio kiumbe. Mwenzetu tunakuwa nuko 200 sokoni, 300 anasema nifidie. Siku ya kufa utafidia. Na unafiki tu huu. Nibarikiwe. Amen. Sema unachoweza kufanya. Na wafanyie watu kwa utu wa ndani. Mpe mtu kwa utu wa ndani. Usitamani wakati mwingine. Sikia, kuna watu wengi, sikia, kumpa mtu kitu ni sadaka ambayo wewe unampa. Wewe una Mungu akujue, yeye uliyompa ajue, na Mungu pia akujue. Sio watu. Watu wanahusika na nini? Wakulipe mshahara. Haleluya. Amen. Sikiliza, ukiroho ukiongezeka unakupa maarifa. Wakati mwingine tunapokeaga sadaka hatujui hata zilikotoka. Nasema ukweli na Mungu ni shahidi. Yaani unapokea sadaka haujui ilikotoka, inatoka wapi, ila ni yako. Unaona imeingia kwenye simu. Unasubiri siku ya kwanza tapiga simu, hamna. Ya pili hamna. Mwezi zipo. Hiyo imeingia nyingine. Yaani mtu hataki hata kujitambulisha. Wakati mwingine natamani nijitambulishe, ajitambulishe nimuombee. Yeye ameona sijitambulishe kwako, amejitambulishe kwa Mungu wake aliyemtuma. Atoe sadaka. Haleluya, haleluya. Kwa ajitambulishe kwako, sijitambulishe sio shida. Muombee. Iombe hiyo sadaka. Maana yake, sikia mtu wa Mungu. Kama unajua sadaka imeingia kwenye simu yako, ina maana hiyo simu yako ni madhabahu ambayo ipo. Mtu amerusha, sikia, mahitaji wamerusha kwenye simu yako. Na sadaka huwa zinaingia kwenye simu yako. Usiache tukaa kwenye maombi. Wakati mwingine huwa tunabebaga simu. Ukiingia kwenye simu zetu sina mahitaji mengi ya watu. Tunabeba simu tunaenda kwenye madhabahu nayo. Mungu angalia mahitaji haya. Ukiona naombea simu, unafikiri naiombea simu. Muna watu. Amen. Mwingine wanaumwa mgongo, mwingine sijui nini, ameleta ipo kwenye simu. Badala ya kuambia mtu kwa mtu, naibeba simu. Unaelewa sasa? Haleluya, haleluya. Tamani sana kutokujulikana kwa namna ya kusifiwa. Kutukuzwa na mtu. Wanakupunguzia thawabu yako. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Ukiombea mtu akapona, sema yule mtu niliombea mimi. Alafu tuseme uliombea wewe. Kwa hiyo kinaendelea nini sasa? Unataka nini? Jamani, mpigieni makofi basi. Si ndio anayotafuta? Sasa kwa anatafuta nini? Anatafuta makofi. Mpigie ale ya haya maana mbinguni haendi. Alage ya mwilini. Salimia aliye karibu na wewe. Nafiki umejichukulia umaarufu. Ungejichukulia umaarufu kule tungesema sijui, lakini mpaka kanisani umejichukulia unafiki. Umaarufu sana. Na watu wanautumikia umaarufu wa unafiki. Hawajui waende mbinguni. Kataa unafiki usikutawale. Haleluya. Maana mwili huu kama hujazaliwa mara ya pili, uliumbiwa na baba yako. Huu mwili unatamani kusifiwa, yani kusifiwa, kutukuzwa hivi. Yani hata ukisimama kuhudumu atokee mtu aseme yani huduma yako ni nzuri kuliko wengine, unasikia kama amegumwagia mafuta. Ukisikia kwamba yani huduma yako inanuka na kunuka, nini kinatokea? Unataka mema tu kusikia. Haleluya. Amen. Sasa nikwambie, kuna mwimbaji mmoja aliwahi imba wimbo akasema, ukiinuliwa na wanadamu watakushusha chini. Wanachoka. Wanadamu wana mwili, wanachoka. Amen. Ni kweli. Kama mtainuliwa na wanadamu, hivi wewe hata Biblia hii ndio maana wameniwekea pa kuweka. Maana ningeshika tu nibaki nimeshika ningechoka. Amen.
nina mwili. Amina. Sasa ukiinuliwa ndugu na mwanadamu, huyo ni mwanadamu, ana uchovu, atakuchoka siku moja. Akikuchoka atakutangaza mpaka unapolala, ndio utajua. Mpaka unapolala kutangaza wewe. Ndio maana usimwamini mtu 100%. Mwamini mtu 50% za bajeti, ili kwamba siku nyingine akikuharibu, kuna 50 zile utafichama kwenye 50, ufiche utu wako. Wewe uliweka wote ukisema mpendwa. Na Yuda alikuwa mpendwa, lakini alikuwa mtunza hazina afu mwizi. Salimia aliye karibu na wewe. Haleluya. Amen. Kujifanya mtakatifu kwa nje, lakini si ndani, huo ni unafiki. Kujifanya mtakatifu kwa nje, kujifanya mtakatifu kwa nje, lakini si ndani. Mathayo 23:27 mpaka 28. Injili ya Mathayo 23:27 mpaka 28. Kwa jina la Yesu nasoma. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Amen. Haleluya. Amen. Hao Mafarisayo ni watu ambao ukifuatilia historia yao, ni watu ambao kwa kweli walikuwa wanaijua Torati nukta kwa nukta. Hawa walikuwa tofauti na Masadukayo. Farisayo, kwanza historia inaonyesha katika dini ya Kiyahudi kulikuwa na vyama viwili muhimu vikubwa. Kulikuwa na chama cha Kifarisayo, kulikuwa na chama cha Kisadukayo. Chama cha Kisadukayo inasemekana kilitokana na kuhani mmoja aliyekuwa anaitwa Sadoki. Kwa hiyo hiki chama cha Masadukayo kilikuwa ni chama cha wakubwa, kilibeba viongozi wakubwa, ndio walikuwepo kwenye chama hiki nacho cha Masadukayo. Na kilikuwa chama cha kimatajiri hiki chama cha Masadukayo, chama chenye hela, wapenda hela hawa Masadukayo. Lakini asili ya Mafarisayo ni watu ambao walilijua sana neno, tena kwa hofu, na ukifuatilia walikuwa maskini. Hawa Mafarisayo walikuwa masikini, waliishika Torati mno, lakini pia waliongeza ya kwao. Haleluya, haleluya. Baadaye ikatakiwa sasa waingie kwenye unafiki, waache uharisia, wakaingia kwenye unafiki. Kwa nje wakaonekana Mafarisayo sahihi, watakatifu, wanatembea wanyenyekevu. Umewahi ona kule kanisani wanavyonyenyekea? Kama wanaga mzee wa kanisa anapopeleka sadaka pale mbele kwa mwinjilisti, unafikiri Mungu anakaa kwake? Nyenyekevu. Hata mwinjilisti anapompa mkono, akitoka pale, hatari huyo, hatari. Ni ufarisayo tu ule. Huo ni utakatifu nayo uliofaliwa nje. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, wamejengea marumaru mazuri kweli. Hata ukifika pale na ugali unakula, usikia harufu, funua hilo kaburi ndani, kuna nuka. Ndio kuna watu wengine kwa nje unaweza kusema safi. Kama Mungu angekupa funguo ufunue huko moyoni, unakimbia mpaka majua kuna yaona.
lakini kwa nje mpole, anaombea na watu. Haleluya, amen. Sema nina mzigo wa kuombea watu, taka watu wapone. Yeye hajawahi pona hata siku moja. Yeye anaenda na kuagua kwa mganga wa kienyeji, lakini bado anaombea watu. Na mzigo, mpendo, anasumbuliwa na tumbo. Nitakuwa na maombi mfululizo, nitakuja asubuhi na jioni, na mwamini Mungu atafanya muujiza mpaka utapona. Yeye anaumwa tumbo, ana dawa kule nyumbani, ana kichupa cha mafuta, lakini kwako anakuombea. Huyo amefanana tu na kaburi, ndani kumeoza, ila nje yangu usiwe wewe. Amen. Amen. Mbinguni haushughulikii unafiki, kule ni hukumu tu. Amen. Amen. Jamani, amina. Amen. Kwa hiyo unafiki ni kuwa na utakatifu kwa nje, kwa ndani hakuna kitu. Huo nao ni unafiki namba yake. Haleluya, haleluya. Kufahamu utumishi unaotakiwa uutumikie, halafu hautumiki hivyo. Kufahamu utumishi unaotakiwa uutumike. Kufahamu utumishi unaotakiwa utumike, halafu hutumiki hivyo. Huo ni unafiki. Unajua kabisa kwamba utumishi sahihi unayekubalika kwa Mungu ni huu. Je, unafanya? Je, unatenda? Unafahamu kwamba sifa zinazotakiwa zenye kibali kwa Mungu ni hizi, lakini hautahufanyi. Huo ni unafiki. Na unafiki wa namna hiyo nao una namna yake. Unafiki wa namna hiyo nao ni wa namna wake. Yaani unajua ni muimbaji mzuri kabisa, unaelewa uimbaji ambao ukiimbwa mbingu zinatikisika ni wa aina hii. Ili Mungu auitikie uimbaji ni wa aina hii, lakini haujitoi sadaka ili ukae kwenye huo uimbaji, unafanya vingine. Yani unaufahamu ukweli, hautendi ule ukweli. Wewe ni kampuni ile ile inayotengeneza wanafiki, na wewe ni mnafiki. Haijalishi unaimba, haijalishi ni mtumishi, sio sababu. Aliye karibu na wewe ni wa muhimu, msalimie. Yani unajua kabisa kwamba kuwahi ibada ni wajibu wangu, lakini unachelewa. We ni sugu, yani ni wale wanafiki sugu. Yani unachelewa, kunaelewa kabisa kama hivi ni kosa, alafu natenda hivyo hivyo. Unajua ukifuatilia kuna maneno mawili, wasomi watanisaidia kwa vile ninao wengi hapa. Kafuatilie maneno mawili, mjinga ni nani na mpumbavu ni nani, itakusaidia. Mjinga ni mtu anayefanya jambo haelewi. Huyo ni mjinga, anafanya jambo haelewi. Ukimwelimisha anaelewa, anaacha kufanya hivi. Mpumbavu ni mtu anayeelewa anachokifanya, halafu anafanya hivyo hivi. Ndio maana Mithali ndio ameenda mbali kweli, anasema mpumbavu hata ukimtwanga kwenye kinu pamoja na ngano, upumbavu hauwezi kutoka. Koboa yani.
amna. Ngano utaikoboa, lakini sio upumbavu. Nasema nabaki kwa sababu anafanya akiwa anajua, yana anaelewa hii ni moja, anaandika 14. Ukimwambia 7 ongeza 7 ni ngapi, anaelewa ni 14, anaandika 204. Ni mpumbavu tu, ni mpumbavu. Mpumbavu ni mbaya. Kwa hiyo na unapofanya jambo, yaani unajua utumishi ambao sahihi anaoutafuta Mungu ni upi, anaouwinda Mungu ni upi, ni huu hapa. Utumishi uliokaa kama sadaka ni upi, ni huu hapa. Utumishi ambao Mungu anauwinda duniani ni huu hapa. Maabudu ambayo Mungu anayatafuta duniani ni haya hapa, lakini hauyatendi. Wewe ni mnafiki sugu. Jumlisha upumbavu. Tusalimiane hewani namna hii. Haleluya, haleluya. Kwa unajua kabisa Injili ya Mathayo 24:45 24:45 mpaka 51, unaufahamu utumishi sahihi. Kwa jina la Yesu nasoma. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amini nawaambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Amen. Angalia huo mstari wa kwanza, soma tena mstari wa kwanza. 44. Sorry, 45 anasema, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu, yaani ni mtumwa mwaminifu mwenye akili. Ni mtumwa, yaani mtumwa ni mtumishi, halafu ni mwaminifu, halafu ana akili, ambaye bwana wake alimuweka juu ya nyumba yake. Alimuweka juu ya nyumba yake huyo bwana wake, yaani bwana wake akamwamini, akamuweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula kwa wakati wa amani. Huyu bwana wa mtumwa, huyu mtumishi awape watu wa bwana wake chakula kwa majira yake, kwa wakati wake. Maana yake alijua huyu anajua chakula cha wakati kinachotakiwa na hawa wenyeji wa nyumba ya bwana wake, awape chakula kwa wakati wake. Alafu huyu mtumwa anajua namna hiyo, haleti chakula cha wakati wake, wakati anajua kwamba inatakiwa nilete chakula cha wakati wake kinachojibu maswali. Yeye analeta chakula kilichotengenezwa na watu. Kinakuja saa ngapi? Saa 14. Muulize, je, hivi bwana wake alimwambia ulete chakula saa 14? Watu wangu wanakula chakula saa 2, wewe unaleta chakula saa ngapi? Na unajua, ndo watu ambao wanaujua utumishi kabisa, kwamba neno linatakiwa liletwe la wakati na majira yake kwa ajili ya watu wake. Alafu mwenyewe analima sana, analala sana, anakaa vikao sana, saa ya kwenda ibadani
Ile Luka 4 iko wapi? Namna wenyewe ndio karibia hapa. Mungu nisaidie. Luka 4 pale ambapo 5 samani. Luka 5 samani, pale ambapo samaki Petro alipata samaki nyingi. Nataka na watu ili kwamba nikawahubirie kwamba uchumi wao leo kaongezeke samaki. Muna Mungu samaki. Muda umefika. Ngoja nimtafute fulani. Halo. Hivi ule mstari unayehusika na samaki ni kitabu gani? Ninakwambia wewe mstari inawezekana uko kwenye Mwanzo. Watu wanalishwa matango poli leo. Kabisa. Watu wanalishwa matango poli, na ndio maana huoni mabadiliko kwenye kanisa. Unaona kanisa linazidi kushuka. Yaani hawajapatikana watu wanaingia gharama kuuliza mbingu zinasema nini. Ila wanaigiza mambo. Haleluya. Amen. Sikia, kila maeneo nakoenda kuna kitu ambacho Mungu amewaandalia. Wala wandugu waliokuwa pamoja na mimi wanaweza kaelewa. Tulianza kusherehekea Pentekoste Iringa. Kaangalia kitu walichopewa Iringa. Unapoondoka Iringa unaenda Mbeya, unasema ngoja nisichukue somo la wapi? La Iringa nipeleke Mbeya. Lina goma. Ukienda Mbeya nataka ni sherehe ya Pentekoste, lakini Mungu ana kitu anachotaka seme nao kingine kabisa. Umefika pale umemaliza, ndio tunaenda wapi? Kinenulo. Unafika Kinenulo, huambiwi ulichoambiwa Mbeya, unaambiwa kingine kabisa. Kwa nini? Mungu ndio mwenye watu. Anachua watu walivyo. Ingia gharama. Haleluya. Chakula kinagharimiwa. Msilise watu kama nguruwe. Watu ni watu waliothaminika na Yesu aliwafia pale msalabani. Ndio maana huduma yako, neno lako, ujumbe wako lazima uwe unajibu maswali waliokuwa nayo watu. Lazima ujibu. Jamani, haleluya. Watu wamekuja akiwa na maswali yao. Wengine ni maswali ya ndoa, wengine ni maswali ya ujana wao, wengine ni maswali ya uchumi, wengine ni maswali ya magonjwa, wengine wamekosa mwelekeo. Kwa wanakuja ibadani wapate majibu. Wewe unaleta porojo. Unajua kabisa wewe ni mnafiki tu, na Mungu anakuja anasema hata kukata vipande viwili na kukuweka fungu moja na wanafiki. Sikia, kama kuna kitu kigumu kwenye utumishi, sio kutumika, isipokuwa ni kujua unachotakiwa ufanye. Kigumza. Mimi huwa nawapendaga wale ambao wamepata neema pia kutumika kwenye madhehebu. Huwa naona kama wamepata heri kidogo, ila ni ufahamu wangu. Hapo sio Mungu. Umenielewa sasa? Hapo sio Mungu, ila ni mimi. Naonaga wenzetu ni kama kwa sababu kalenda wameshaandika. Si hapa. Leo somo la upendo. Ni kujipanga tu kufundisha upendo. Leo hapa jasiriamali. Ni kujipanga tu namna kueleza ujasiriamali nini. Unajipanga yani kila ambacho sasa kina sisi. Hujui uanzie wapi, na Mungu anataka. Kwa mfano ikiwa kuna hudumu naenda hapo mbele, yani unapomaliza unakuja tena, yani saa ile unamaliza unasema Mungu nashukuru, ila Mungu sasa huko tena unataka kusema nini? Kuyaelewa yaliyoko kwenye moyo wa Mungu ni gharama. Amen. Gharama. Alivyokataliwa Sauli ni nini? Sauli alikataliwa kwa sababu alikuwa anatenda vitu vya kwake. Ndipo Mungu anasema nimejipatia Daudi anayeupendeza moyo wangu. Awepo mtumishi anayeupendeza moyo wa Mungu. Kile ambacho Mungu anataka ufanye ndicho ufanye. Waimbaji, sikia, si kila wimbo unaweza kuimba. No.
Kuna wimbo wa wakati na majira yake na siku hiyo. Huo ndio umepata kibali mbinguni. Ndio maana unahitaji utakase moyo wako, afu uone wimbo kwenye moyo. Wimbo naye takiwa unakujeka kwenye moyo automatic kabisa. Maana yake kutumia wa wimbo, Mungu ataleta neema yake kutumia wa wimbo. Nini? Moyo na mawasiliano na Mungu. Hata kama haupo duniani, imba hivyo Yesu wameleta moyoni. Wa mbinguni wameleta. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ukiufahamu utumishi, lazima ingia kutumika kama inavyotakiwa kwa gharama. Usiogope mateso. Usiogope tabu. Safari yetu ilianzia pale msalabani. Mpaka hapa tumefikia. Bado ataendelea. Hatujaandikiwa kupendwa. Tumia Mungu naenda, ni mafuta hayo. Wewe nenda mbele, angalia umeitiwa nini. Amen. Watu wanataka kupendezwa. Unapendezwa na nani? Yesu mwenyewe hakuna aliyempendeza. Nani? Niwaisikia Yesu anavyojitambulisha duniani. Kamuone Isaya anavyomtambulisha Yesu. Kamuone. Anasema Yesu ni mtu asiyetamanika, hana sura. Yaani hana mbele wala nyuma. Hata tumtamani. Ni mtu wa huzuni, ni mtu wa sononeko. Ila kwa kupigwa kwake huyo sasa siye na mbele. Unamwona sasa tunamtamana ni sura gani? Yaani Yesu hata ungemuweka kwenye chati ya wanayetamanika hayumo. Ungemuweka katikati ya watu wenye sura nzuri hayumo. Ni mtu asiyetamanika. Aliyejaa machozi kwa ajili ya dunia. Ni mtu aliyejaa machozi kwa ajili ya mwanamke mmoja. Ni mtu aliyejaa machozi kwa ajili ya binti mmoja. Ni mtu aliyejaa machozi kwa ajili ya ndoa moja. Anatamani ndoa ifunguliwe, ifike mahali pa kufurahia. Yesu hana amani kama ulivyo na amani. Amani yake ni kuona watu wanapokea neema. Na ile neema wanaitumia. Na ile neema wanaiishi. Ndio furaha ya moyo wa Mungu. Kwa maana siku moja alifunga safari, anaenda kwenye mti mmoja, anataka matunda. Yesu anatafuta matunda, na hapa amefunga safari, anaenda kwenye moyo wa mama huyu, anaenda kwenye moyo wa dada huyu, anamwambia nitapata matunda leo? Hamuna. Anaenda kwa kaka huyu, nitapata matunda leo? Hamna. Anaenda kwa baba huyu, mpaka wote anazunguka, anasema nimekosa. Akisema nimekosa na ulani mti, yasipatikane matunda tena. Maana yake nini unajua? Maana yake kama nimekosa kula matunda mimi, nani mwingine? Kama nimekosa mimi kula matunda, basi yasipatikane matunda tena. Yesu akila matunda anataka na wengine wale matunda. Ukikosa matunda anaung'oa mti. Maana ukiokoka lazima uwe na matunda. Lazima uwe na matunda. Tumefika hapa, lengo vizazi vyetu vya kiroho vimzalie Mungu matunda. Na ile matunda yaonekane. Ili akitutembelea aone tupo. Ndugu yangu na ndugu zangu, kanisa la Mungu iko saa tutaondoka. Nikusiki sana, usikae kama jirani yako alivyokaa. Kaa kama saizi Yesu anatokea, afu tunaondoka. Hebu kaa, fikiri namna hii pamoja na mimi. Ndio Yesu anakuja kati huu. Angalia kitu alichokupa Yesu. Umefanya kwa kiwango kipi? Mbinguni hatuendi kuburudika. Mbinguni tunaenda kwa sababu ya matokeo ya kazi tuliyofanya. Matokeo ya kazi tuliyofanya ndio yanatupa kwenda mbinguni. Yesu alisema kazi nimeimaliza. Baba, unaweza kuniruhusu sasa? Kazi nimeimaliza. Unirudishie ule utukufu niliokuwa nao. Kwa sisi tunapoondoka tunaenda mbinguni. Tunaenda kupumzika, kazi kwa huku. Kanisa, unaioneje hiyo neema na unaitumieje? Kanisa, unaioneje hiyo neema?
unaichukulieje? Hali pengine Yesu anasema mambo yaliyofanyika Tiro kama ingefanyika mahali pengine, au yangefanyika Sodoma, Sodoma ingelikuweko mpaka leo. Mambo ambayo yanayofanyika kwenu, Yesu ambaye anaamua kuyafanya kwenu, kama angefanya mahali pengine, naamini kabisa wasingekuwa hapo walipo. Umeipokeje neema? Umeipokeje? Na unaioneje? Leo unageuka unaanza kufanya kazi kwa kulazimishwa, kwa kubembelezwa. Unalazimishwa kufanya kazi ya Mungu. Unatoa sababu kwenye kazi ya Mungu. Wakati mwingine natamani hata kama ningepata kidogo nifanye kazi hiyo mpenyo. Wewe unatoa sababu. Yaani Mungu amekupa nafasi utumike kwenye hiyo nafasi. Unaanza kutumika watu wanione. Wana nini wanadamu? Wanadamu ni wanadamu tu. Hawana chochote, walipende wasinipende. Angalia kusudi la Mungu lina nguvu kuliko ndoa, lina nguvu kuliko ujana wako, lina nguvu kuliko watoto. Umelibebeje? 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 Hebu fikiri. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Yaani vitu vingine ukiangalia utumishi tunaoenda nao, usingetakiwa uwe namna hiyo. Yaani kile ambacho unacho wewe, Mungu amewekeza watu zaidi, mamia, maelfu washinde katika hicho ulicho nacho. Ndio maana Paulo, Biblia inasema Petro aliombewa yeye, wengine hawakuombewa. Akasema nimekuombea Petro, utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Waimarishe ndugu zako. Maanake kuna vitu amewekeza kwa Petro. Wewe amewekeza kitu gani Mungu? Je, ni kitu cha kuimba? Mmekibebeje? Ni kitu cha kuomba? Mmekibebeje? Ni kitu cha kutoa? Mmekibebeje? Ni kitu cha namna gani ambacho Mungu aliye hai, aliyekufia, aliyekuokoa amekiweka ndani yako? Umekibebeje? Swala kubeba. Kwa sababu mfumo uliobeba ndio mfumo wa kutenda. Kama umebeba vibaya, maanake unatenda vibaya. Hofu ya Mungu ishuke ndani yako, ikufundishe unabebeje. Yesu aliye hai, aliyeumba dunia, ambao uhai wako upo mikononi mwake mpaka sasa. Anaweza kukupa uendelee kuishi. Anaweza kukuambia sasa basi. Ukiitwa sasa unapeleka nini? Kama inatokea unaitwa sasa, mimi sijui utaitwa saa ngapi. Hapa kila mtu ana saa yake ya kuitwa. Aende mahali ambapo zimetunzwa kumbukumbu yote. Yesu tusaidie. Zimetunzwa kumbukumbu zote tangu naingia duniani mpaka saa yako ya kutoka. Siko hapa. Akaeleze, angalia uliyotenda, utaonekana unifanya nini. Letea wimbo wako hapo. Isaidie. Si Bwana. Abudu Mungu. Jiweke wazi. Isaidie. Jiweke wazi kwa Mungu. Iko saa utasimama peke yako. Huyo uliosimama naye hata kuwepo. Leo unaweza kusema mimi naona aibu kwa sababu kuna watu wamesimama mbele yangu. Lakini kuna saa utasimama wewe mwenyewe kama ulivyo. Kama ulivyo. Mungu atataka utumishi wako aliyokuletea duniani. Atautafuta. Sielewi. Sielewi kama utumishi wako uko salama, sielewi. Sielewi kama Yesu bado anachuma matunda kwenye utumishi wako, mimi sielewi. Ila Mungu ndio shahidi. Siwezi
nisaidie, siwezi Bwana, nisaidie, siwezi Bwana, Yesu siwezi Bwana, nisaidie, siwezi Bwana, nisaidie, siwezi Bwana, nisaidie, siwezi Bwana, nisaidie,
kama vile kwenye ule mtini anatafuta matunda, ana njaa, ana kiu. Je, mtumishi wako unazaa matunda? Matunda ya utumishi wako ni yapi? Kama vile Yesu leo akija kwako anakwambia eleza nilichokuwekea, pawa nilichokupa, utendee kazi. Je, kimetenda kazi? Iangalie na uende kwake kabla milango ya neema haijafungwa, kabla milango ya neema haijafungwa, kabla milango ya neema haijafungwa. Bado ni kipindi cha matengenezo, bado ni kipindi cha matengenezo. Milango ya neema bado ipo. Sauti ya Mungu inadai watu wajiangalie na kujichunguza njia zao, waone mwendo wa utumishi wao. Ni kitu gani kinafanyika? Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Bwana uliye hai, Mungu mwenye nguvu, Mungu uliyekuwepo, Mungu uliopo, Mungu unayejua utu wa mwanadamu ulivyo. Uliwaambia wale watu wa kwanza kwamba njia yao wameiharibu njia yao, na kwa sababu hiyo ukasema ninafutilia mbali dunia na vyote vilivyomo. Nasi tumekuja kwako Bwana, angalia njia zetu, njia za wokovu wetu, njia ya wokovu wetu, njia ya matendo yetu tunayopitia Bwana. Naomba Mungu mwema, najua ni mwenye rehema, naomba Mungu mwema, najua unajua kusamehe mwanadamu, niwe uliomuumba. Hakuna mtu yeyote anayejua uchungu wa mwanadamu, uchungu wa roho ya mwanadamu, ila ni wewe tu peke yako, na hutaki mwanadamu yeyote aweze kupotea, bali unasema watu wafikirie toba. Ndio maana Mungu wa neema na rehema ni Mungu wa kweli, Mungu mwenye neema. Nakuja kwako leo, nasogea kwako leo, naomba Mungu iangalie njia zetu, njia ya utumishi iangaliwe na wewe, ukaiponye Bwana. Ponya njia zetu, ponya uelekeo wetu, ponya utumishi wetu, ponya kutumika kwetu. Naomba uponye siku ya leo Baba, chukua nafasi, ponya Mungu. Unaweza ukawainua watu chini ya mkono wako uliohodari. Tumekaa kama wenyeji wa dunia hii, tunatembea kama wenyeji wa dunia hii, tunasimama kama wenyeji wa dunia. Tumesahau kama tunaitwa leo, kama tutaitwa sasa, tutaonyesha nini kama tukiitwa leo. Mungu tugeuze na kufikiri, tuone ponya utumishi wao, takasa utumishi wao, wape nafasi nyingine tena, ili wasimame na wakakutumikia, wauishe tena katika utu wao wa ndani. Roho Mtakatifu, unajua walivyoanza na unajua wanavyoendelea. Kwa udhaifu wamejiona wamepungua. Naomba Bwana Yesu wasamehe, naomba Bwana Yesu warehemu. Rudisha utumishi wako tena, upe nguvu, upe uweza, upe neema, ile miguu ya kutembelea kwenye utumishi ingie ndani yao.